Asante sana Fatma, tunaomba wahusika wajikaze. Ada ya mja kunena lakini mngwana ni kitendo. Na mtazamaji, katika masuala ya elimu ni kwamba baada ya matokeo ya wanafunzi wa grade ya 9 KJSEA kutolewa rasmi kupitia mtaala wa utendaji na umilisi ukipenda CBE, baadhi ya wazazi wanatatizika kuelewa watahiniwa wao watachukua mkondo upi baada ya mfumo huu kujikita sana katika talanta na ulewaji mpana wa masomo ambayo yanapendwa sana na wanafunzi. Mwanahabari wetu Frida Okachi anatupatia tathmini na maelezo ya mfumo huu unavyokwenda. Shangwe zilitawala katika shule ya Mtakatifu Anne kaunti ya Trans Nzoia na kaunti ya Makueni baada ya wanafunzi kupata matokeo ya juu. Wakati wa kusherehekea matokeo hayo, wadau wa elimu waliwahimiza Wakenya kukumbatia mtaala wa utendaji umalisi yani CBE, wakisema unawasaidia wanafunzi kutambua na kujua vipaji vyao mapema. Kwa huu mtaala wa CBE kuna majukumu ambayo yameachiwa mzazi ambaye ndiye mzaa mtoto, ndiye mwalimu wa kwanza. Hata hivyo, kaunti ya Makueni, wazazi wa watahiniwa waliokalia mtihani wa KJSEA wanasema bado wako gizani kuhusu jinsi wanafunzi wao walipata alama na mkondo wanaofaa kuchukua pindi tu wanapojiunga na shule ya sekondari. Mtu kama sisi wengine tunasikia STEM, mtoto asipokueleza mwenye hako akupafanulie kidogo yuhang. Kuna majina mengine wanataja hata wazazi hatuelewi. Wametoa wito kwa serikali kuongeza uhamasishaji na kutoa mwongozo sahihi ili kuhakikisha mfumo huo unafanya kazi ipasavyo. Kwa maana sasa hatujui atasomea nini. Hiyo masomo hatujui, mtu akiambiwa STEM ni kitu gani, hatuna information. Akiona amewekewa EE1, amewekewa EE2, ataweza kujua kwamba hiyo ingelingana na nini katika mtaala wa hapo awali ambao ni wa 844. Chini ya mfumo wa CBE, ni vyema mzazi kufahamu kuwa matokeo ya mtihani huo yamewekwa kwenye viwango vinne ambavyo mwanafunzi anapata kwa kila somo. Viwango hivi ikiwa ni kupitisha matarajio kwa kupata alama 7 au 8, kutimiza matarajio akipata alama 6 au 5, kukaribia matarajio akipata alama 4 au 3, na chini ya matarajio ikiwa ni alama 2 au 1. Kati ya masomo 7 ambayo mtahiniwa alifanya katika mtihani wake wa grade ya 9, kuna alama mara 3 zilizoorodheshwa kuonyesha njia atakayofuata. Mkondo wa STEM ambao unahusisha somo la sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Mwanafunzi anayepata alama za juu katika masomo ya STEM hupendekezwa kuendelea na mkondo huo. Pia kuna alama za sayansi shirikishi ambapo inajumuisha Kiingereza, Kiswahili, sayansi ya jamii. Iwapo mwanafunzi amepata alama za juu katika mkondo huo, anaelekezwa kwenye kusomea sayansi ya jamii. Mwanafunzi mwenye alama za juu katika masomo ya sanaa na michezo hupendekezwa kuendelea na mkondo huo. Hii inajumuisha sanaa ya maonyesho, sanaa za kuona na michezo. Frida Okachi, NTV.